This is MWD Media, mwalimu wa dunia. This is MWD Media, mwalimu wa dunia. Hayo aliyoyaomba. Thank you very much. Asanteni sana. We are looking at the various families of Israel. Tunaangalia katika jamii kadhaa za Israeli. And as I had said initially, na vile nilikuwa nimesema hapo mwanzo, there are very many names that have been outlined in this history. Kuna majina mengi ambayo yamenakiliwa katika historia hii. And the book of Chronicles gives
a lot of information from 1 Samuel and the Kings. Katika kitabu cha Nyakati kinazungumzia mambo mengi kutoka katika Samueli wa kwanza na Wafalme. The person who wrote this book is not well known. Mtu aliye nakili kitabu hajulikani sana. But is only known as the chronicler. Lakini anajulikana tu kama Mnyakati. Whatever he has written in this particular book, kile ambacho ameandika katika kitabu hiki, is mainly talking about the various individuals that came out of the exile. Inazungumzia tu kuhusu watu kadhaa wale waliokuwa wametoka. That even though they had settled in the promised land, kwamba ijapokuwa walikuwa wamekaa katika, but they had also been taken captive into captivity by some enemies. Lakini pia walikuwa wamechukuliwa mateka na maadui fulani. So various families have been named after their fathers. Kwa hivyo jamii fulani zimeitwa majina baada ya baba zao. And there are very many names that have been named in this particular lineup. Na kuna majina mengi ambayo yametajwa katika historia hii. But when we arrive on verse 9, lakini tunapofika katika mstari wa 9, we are only getting one individual without even the name of the father. Tunapata mtu mmoja ambaye hata jina la baba yake. And his name is Jabez. Na huyo mtu anaitwa Yabesi. His mother is not even known. Hata mama yake hajulikani. But whatever the Bible is telling us, lakini kile Biblia inazungumzia, it starts by telling us Jabez was more honorable than his brothers. Lakini inatuambia tu kwamba Yabesi alikuwa ni mtu ameheshimiwa kuliko ndugu zake. And because of his name, na kwa sababu ya jina lake, it draws the origin from the pain the mother had during birth. Inaleta ule mwanzo kutokana na vile uchungu baba yake aliyokuwa nao. The Bible records this. Biblia inasema hivi. And his mother called him his name Jabez. Mama yake akamwita jina Yabesi. Because she bore him in pain. Kwa sababu alimzaa katika uchungu. There are very many things that can be talked about during labor pains. Kuna vitu vingi vinavyozungumzia kuhusiana na maumivu ya uchungu wa mwana. And the origin of the earth. Unajua kuanzia mwanzo wa dunia. Right from the time of creation. Kuanzia wakati wa uumbaji. Adam and Eve disobey God. Adam na Eve walikataa kumtii Mungu. And one of the issues that God pronounces, na kitu kimoja ambacho Bwana anakitamka, is that Eve will have pain during childbirth. Ni kwamba Eva atakuwa na uchungu wakati wa kuzaa. So it is very normal to have pain during birth. Kwa hivyo ni kawaida kuwa na uchungu wakati wa kuzaa. Any person who has been born of a woman, mtu yeyote ambaye amezaliwa na mama, resulted some pain to the person who gave birth to him. Alihusisha uchungu fulani. I'm very sure each one of us mamas have experienced this. Ninajua kila mama aliye mahali hapa huenda akawa amesikia. I will not allow us to go into a discussion about this. Sitaruhusu tukaingia katika mjadala wa hiyo. But I'm very sure we have a nurse here. Lakini najua tuko hata na muuguzi hapa. She has a very good history about what happens in the labor ward. Ako na historia kubwa kuhusiana na wale wanaofanyika katika hiyo. People speak very many things in the maternity ward. Watu wanazungumzia vitu vingi katika hiyo. A lot of words are talked about in the maternity ward. Kuna maneno mengi yanazungumziwa kule. I'm very sure there are very many curses that are normally pronounced. Hata wakati mwingine pengine kuna laana nyingi zinatoka mahali hapo. And because of this, na kwa sababu ya hii, it is taken to be very normal. Inachukuliwa ni kama kawaida tu. But the case of Jabez looks to be different. Lakini hali ya Yabesi inaonekana kuwa tofauti. Because the mother says she bore him in pain. Kwa sababu mama anasema alimzaa kwa uchungu. We have no serious history the way I had said about the mother of this boy. Hatuna historia dhabiti kuhusiana na huyu Yabesi. But what is being mentioned is this. Lakini kile kinatajwa hapa, he was given the name Jabez. Alipewa tu jina Yabesi. Because the mother was in pain. Kwa sababu mama alikuwa katika uchungu. What might have resulted into this pain? Ni kitu gani kilisababisha uchungu huu? Because there is no extra information about this particular family. Hatuna ufahamu zaidi unaozungumzia hiyo. The mother is not allowed to go into stress. Mama haruhusiwi kuingia katika msongamano wa mawazo. But you know you cannot avoid the stress. Lakini unajua hawezi kuzuia msongamano wa mawazo. Possibly the needs within the family are not being satisfied. Pengine mahitaji katika boma hayadhimishwi.
Possibly she is not living in harmony with the husband. labda haishi katika hali ya umoja ama amani na mume wake. To some extent, possibly there are some misunderstanding within the family. Na pengine wakati mwingine kuna kutoelewana katika jamii. And what I'm also seeing is that possibly the husband to this lady was not responsible. Na pengine pia nadhania kwamba mume wa huyu mama hakuwa ni mtu wa And these are some of the things that may have resulted into the pain of this mother. na hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vimesababisha uchungu. And this is where rejection starts to the child. Na hapa sasa mahali shida zinapoanzia. That when the mother is stressed to certain level, wakati mama anakuwa na msongo mpaka kiwango fulani, she may be able to speak certain words. anaweza kuzungumza mambo fulani. And those words, instead of going out of the mouth, na badala ya maneno haya kutoka nchi ya mdomo, they may find their way into the child. yanaweza kupata njia mpaka kwa mtoto. And the child is rejected right from the womb. Na mtoto anakataliwa kuanzia akiwa katika utumbo. When we go back to the history of your life, tunaporejelea historia ya maisha yako, which is this Kibukusu name that you are having? ni jina gani hili la Kibukusu ambalo Which is umebeba? this vernacular name that you are having? Ni jina hili la lugha ya mama ambalo umelibeba. Some of us are called Nasimiyu Wengine wetu tumeitwa majina kama because hiyo. of the dry season. Ni kwa sababu ya kiangazi. Some of us are known as Wanjala, Wengine mmeitwa hivyo. and because we were born during hunger, Na kwa sababu ulizaliwa wakati wa njaa. and this hunger has never left your life. Sasa njaa haijawahi kuacha This maisha yako. dry season has never gone away. Kiangazi hakijawahi kutoka kwa maisha yako. It is high time for us to discover the secret behind our name. Ni wakati tunastahili sasa kuanza kujua kilichofichwa nyuma ya I jina. thank God because my name is Wekesa. Nataka kushukuru Mungu sababu jina langu ni I Wekesa. think this one looks palatable Nafikiri hii ni afadhali. because it is during the harvest period. Ni wakati wa kuvuna. Power behind the name. Lakini angalia nguvu zinazopatikana nyuma ya What jina. is it carrying? Ni kitu gani kimebebwa? Because many times we are followed up by certain things because of the names we Mara carry. nyingi tumefuatilia mambo fulani kwa sababu ya jina tikana nyuma ya jina. Jabez as a young man discovered this, Yabesi kama mtoto and he had to break the camp. alikuwa avunje kambi. Jabez discovered that this name brought pain to him. Alikuja kugundua kwamba jina lileta uchungu That this kwake. name caused pain in his life, Jina linasababisha uchungu katika maisha and he yake. had to make a step in his Na life. ilikuwa akachukua hatua katika maisha yake. Jabez discovered that if he does not do something about his name, Yabesi aligundua kwamba asipofanya jambo he katika will maisha yake, suffer the whole of his life. ataumia sana maisha He will yake. live in pain forever. Ataishi kwa uchungu He kwa will muda. live in regret forever. Ataishi kwa dhambi katika muda And mrefu. this is a time we get him now Na huu ndio wakati sasa making a decision in his life. lazima afanye uamuzi katika The maisha. Bible records this. Biblia inasema He called upon the Lord God of Israel. aliita jina la Bwana wa Israeli. He called upon the name of God. Aliita jina la Bwana, And not just God. na si Mungu tu, He was the God of Israel. alikuwa ni Mungu wa Israeli. Why is this calling being attached to the name of Israel? Kwa nini huu mwito unaunganishwa kwa Israeli? Jabez understood one thing, Yabesi alielewa kitu that it is kimoja. from the work that God had done for his nation Ni kutokana na neno ambalo Bwana alikuwa ametenda that he kwa really Israeli. wanted to be identified with the God of Israel. Na alitaka kuunganishwa ama kujulikana na Mungu wa He Israeli. knew that this God is a deliverer. Alijua kwamba Mungu ni mkombozi. He knew that this God delivered the children of Israel from Ya Pharaoh. kwamba alikomboa na Israeli kutoka Misri. He knew that he was able to allow them to cross the river Jordan Aliwaruhusu wao kupita katika together with the Red Sea. pamoja na bahari ya Shamu. That the mighty arm that he had delivered the Israelites with, Ya kwamba kutokana na jeshi kuu ambalo alikuwa he was also able to deliver him if he trusted him. hata anaweza kukomboa wewe ukimwamini. And this is the time he is saying this, Na hao ndio wakati anasema haya. that oh God, may you bless me, Na kwamba Mungu nibariki and that enlarge my borders. na upanue mipaka yangu. The other Bibles talk about enlarge my tent. Biblia zingine zinazungumzia kuhusiana na kupanua hema. That Lord God enlarge my territory. Ya kwamba Mungu panua ufalme wako. You know the blessings of God come in different ways. Unajua baraka za Mungu zinakuja katika njia tofauti. I'm looking at this young man having suffered a lot. Inaangalia huyo kijana vile alivyoumia sana. From the inner part of this history of Kutoka Jabez, katika kilindini cha historia I'm yake. very sure this man suffered a lot. Ninajua aliumia sana.
You know, the Bible is talking about him being honored beyond the brothers. Anazungumzia yeye kuhusiana na kuheshimiwa zaidi ya ndugu zake. The Bible is saying he was more honorable than the brothers. Biblia inasema aliheshimiwa zaidi kuliko ndugu zake. This honor came because Jabez trusted God. Heshima ilikuja kwa sababu alimtumainia Mungu. Look at this situation. Angalia hali hii. Why is the name of the father not mentioned here? Mbona jina la baba yake halijatajwa? I'm very sure this man was a drunkard. Ninajua pengine mwanaume huyu alikuwa I'm very sure this man was a disgrace in the society. Huenda baba yake alikuwa shida katika jamii. I'm very sure this man had no name before people in the society. Ninajua hakuwa hana jina mbele ya jamii vile vile. That is why he is not recorded anywhere. Ndio sababu hajatambuliwa katika Biblia. Even his mother, the name is not known. Hata vile vile baba yake jina halijulikani. How do we learn from this? Tunaweza kusoma nini kutoka na hili? What can we get from this interpretation? Tunaweza kupata nini kutoka mahali hapa? That we may be coming from different families. Tunaweza kuwa tunatoka katika jamii tofauti. With very many weaknesses. Na tukiona changamoto nyingi. That even when somebody looks at you, lakini wakati mtu anakutazama, you have no value. hauna maana. When they look at your background, wanapoangalia mahali unatoka, they even wonder when you stand up what you will say. hata wanashangaa ukisimama utasema nini. You know, they look at you and they flash back from your background. Wanakuangalia na wanasema mahali umetoka. And they start gauging you from your name. Na wanaanza kukupima kutokana na jina lako. They gauge you from the family. Wanapima kutoka kwa jamii. They can even commend this. Hata wanaweza kusema hivi. What are you going to tell us? Unaenda kutuambia nini? Shalishi kwa sababu ya historia. And I'm very sure even the brothers were in a very bad state in their lives. Pengine ndugu zake walikuwa katika hali mbaya zaidi. I'm very sure they were criminals. Nina hakika walikuwa ni watu wa kuvunja sheria. And that is why they are not even mentioned anywhere. Na hata ndio sababu hawajatajwa mahali popote. The brothers may have been very many. Pengine ndugu walikuwa wengi. Because of the distress they were in. Kwa sababu ya hali ya shida waliokuwa ndani. Their names have been deleted here. They are not. Majina yao yameondolewa katika. They have not been mentioned anywhere. Hawajatajwa mahali hapa. You know, human beings look at the physical. Unajua wanadamu wanaangalia kuonekana. But God looks at the inner man. Lakini Mungu anaangalia mtu wa ndani. He looks at your faith. Anaangalia imani yako. He looks at your consistency in the faith. Anaangalia uendelevu wako katika imani. He looks at that good thing inside you. Anaangalia kitu kizuri kilicho ndani yako. And because of this, na kwa sababu ya hii, Jabez discovered one secret. Jabez aligundua kitu kimoja. He called upon the name of the God of Israel. Bwana wa Israeli. And it is this God of Israel. Na ni huyo Mungu wa Israeli. That had done a lot of things in their lives. Ametenda mambo mengi katika maisha yao. Apart from asking for blessings, hata kutokana na kuuliza tu baraka, he also went ahead and talked about this. Aliendelea na kuzungumzia hili pia. That your hand may be with me. Wacha mkono wako uwe pamoja nami. That after talking about enlarging his borders, baada ya kuzungumzia kuhusu kupanua mipaka zake, he is talking about the hand of God being with him. Anazungumzia juu ya mkono wa Mungu kwa pamoja naye. This is protection. Hiyo ni ulinzi. This is walking with God. Ile kutembea na Mungu. And removing the power behind that name. Na kutoa nguvu zilizo nyuma ya. And that is how he was able to get favor from God. Na hivyo ndivyo alikuwa kupata kibali kutoka kwa Mungu. So from the prayer of Jabez, kwa hivyo kutoka na ombi la Jabez, we see a lot of hope in the life of the Israelites. Tumaini kubwa katika maisha ya Israeli. And how is this applicable in our lives? Na hii tunawezaje kuiangalia katika maisha yetu? It is a prayer of every Christian of today. Ni maombi ya kila mshirika siku ya leo. To seek God in his life. Kutafuta Mungu katika maisha yake. To seek God in her life. Kutafuta Mungu katika maisha yake. That every time we are able to speak to God, kila wakati tunaweza kuzungumza juu, we have to seek for blessings from God. Lazima tutafute baraka kutoka kwa Mungu. You know, from the face value, from the face of these things, kutoka hapo mwanzo ya vitu, it may appear like Jabez was too personal. Inaweza kuonekana kama Jabez alikuwa ni mtu that he was very egocentric. He was looking at himself alone. Mtu alikuwa anaangalia tu maisha yake peke yake. But you know, blessings cut across our lives. Lakini unajua baraka zinapita these blessings can even be for our church. Hata inaweza kuwa baraka za kanisa. For the entire family. Katika jamii. Jabez pronounced these words. Jabez alitamka maneno haya. That oh God, that you may bless me. Ya kwamba Mungu ukaweza kunibariki. And number 2. Na kitu cha pili. That you may enlarge my borders. Ukaweza kupanua mipaka zangu. You know, right from our life in our families. Unajua kutoka katika jamii zetu. Right from our family lives. Kutoka katika maisha ya jamii zetu. There are some levels that we may not be able to move to. Kuna hali fulani huenda tusifike. We have been given a certain line even in our spiritual lives. Tumepewa mwelekeo fulani katika ulimwengu wa kiroho. Even in the physical life we have boundaries. Hata katika mambo ya kuonekana tuko
na mipaka. I'm very sure there are some people inside here. Ninajua kuna watu hapa ndani. You have heard of these things. Mmewahi sikia haya mambo. That in our home we are not required to do something. Ya kwamba katika nyumba zetu tunahitajika kufanya mambo fulani. There is nobody who has ever bought a radio in this home. Hakuna yeyote ambaye nunua radio. There is nobody who has ever done extra thing in this life. Hakuna yeyote ambaye fanya mambo zaidi. Therefore you are not required to go beyond the borders. You should not go beyond your father. Usipite zaidi ya You baba should not yako. go beyond the grandfather. Usiende zaidi ya babu. You should not put up very many houses because we have never done this. Usijenge nyumba nyingi kwa sababu sisi hatuwahi Because kufanya some hivyo. people will bewitch you. Sababu watu You are watakuroga. not required to go to school beyond a certain level. Usiende shule kupita kiwango fulani. Because you will run mad. Sababu utaharibika kichwa. That you should not go beyond some things in church issues. Usiende zaidi ya mambo fulani. You are not even required to read the Bible hata daily. hauhitajiki kusoma Biblia kila siku. Because you will run mad. Sababu utakuwa wazimu. These are the limitations that human beings will always put in our lives. Ndio vizuizi wanadamu wanaweza kuweka katika And maisha like yako. Jabez, we are there today. Vile wa Jabez tuko hapa siku ya leo. We are required to go an extra mile. Tunahitajika kutembea That we are zaidi. required to break the count Lazima tuvunje kambi. and be able to move to another Na level. kuweza kwenda mbele. It is only after making such rushed decisions. Ni baada ya kufanya hatua za haraka. It is after making such risky decisions Ni baada ya kufanya uamuzi ulio hatari. that God will now bang on us. Sasa ndio Mungu atakaa na It sisi. is now that God will now give us the opportunity Sasa Mungu atatupea fursa of following up his ways. kufuata njia zake. Jabez was able to discover this, Jabez aligundua hili. and that is why he asked these Na things. ndio sababu aliuliza hili. And do you know the secret behind this? Na unajua asili nyuma ya hili? Jabez was a man of God. Jabez alikuwa mtu wa He Mungu. lived the life that pleased God. Aliishi maisha ya kumpendeza Mungu. And that is why, because of the simple prayer that he Na made, ndio sababu baada ya maombi fupi, very many books have been written about him. kuna vitabu vingi vinazungumzia kumhusu. And I'm very sure after he made this Na prayer, najua baada ya maombi haya he was delivered from the situation he was in. alikombolewa kutoka ndani ya And hali that is aliyokuwa. why his name has been recorded Na ndio here. sababu jina lake And he limeandikwa. keeps on being honorable beyond his Na sasa brothers. hata ameendelea kuheshimiwa sana There is ndugu one zake. good secret in this place, Kuna siri moja mahali hapa. that when you follow God, Ukimfuata Mungu, it doesn't matter how many you are in your family. haijalishi mko wangapi It katika doesn't familia. matter how many you are in your class. Haijalishi vile uko katika You jamii. might be in one of the families that have been despised. Unaweza kuwa mmoja wa familia wale wamedharauliwa. But once you follow God, Lakini wakati unamfuata and Mungu, once you call upon the name of God of Israel, wakati unaita tu jina la Mungu wa the Israeli, God of our forefathers, Mungu wa mababu zetu, God will be able to hold your hand Bwana atakushika and mkono walk with you. na atembee na wewe. Do you know where you come from? Unajua inatoka wapi? Look at your background. Angalia historia yako. How many people have vehicles in your family? Watu wangapi wako na magari katika jamii? How many have degrees? Wangapi wako na degree? How many have gone through Form 4? Ni wangapi wamepita madarasa ya How form four? many have gotten 400 marks and Ni above in wangapi your family? wamepata alama 400 na You know, there are very many things that we can be able to kuna measure vitu up. vingi tunaweza kuangalia. You know, based on our background, Kuangalia historia hiyo, there is nothing we can do for ourselves. hakuna kitu tunaweza kujifanyia. You know, sisi human wenyewe. beings, as I had said, Wanadamu vile nilikuwa nimesema, they move with the physical. wanatembea na hali ya But kuonekana. once we trust God, Wakati tunapomtumainia we Mungu, go beyond those family limitations. tunaenda zaidi ya hiyo You can viwango. go beyond even your financial status Tutaenda today. zaidi ya viwango vya Once you trust God. wakati tunamtumainia Mungu. Jabez discovered this, Yabesi aligundua and hili he was blessed. na alibarikiwa. I don't know how many have been injected, how many times in this life that we are living Sijui today. wangapi, hesabu ngapi unaweza kuhesabu. But you know, sindano some of tumepigwa. us, when we look back where we have come from, Lakini tunapoangalia mahali tumetoka, God has protected us. Mungu ametulinda. That we have not been clients of hospitals every night and Hatujaingia day. katika hospitali kwa These are the blessings that God is counting on ni us. baraka ambazo Bwana anahesabu chini And yetu. possibly even the wealth that we have. Na labda mali ambayo tuko nayo, You may not be having a lot of money today, wala wasio na pesa nyingi leo, but put your trust in God. lakini weka tumaini He lako kwa will Mungu. give you the much that you are required to have in your life, Atakupa kile ambacho unahitaji so that katika you maisha yako, don't live in pain, ili usiishi katika so that you uchungu, don't live in struggle, ili usiishi katika like kung'ang'ana. the way Jabez was appearing. Lakini unajua Yabesi alikuwa, Because his family lived in a lot of distress. familia yake iliishi katika shida. You know, poverty cannot be glorified. Unajua umasikini hauwezi kuinuliwa. Poverty is like a curse. Umasikini ni kama laana, You know, it cannot be glorified. haiwezi kusukumizwa zaidi. And that is why God has to lift us up.
Na ndio sababu Mungu anastahili kutuinua beyond even the poverty of our parents. zaidi ya kiwango cha And that is why this morning I want to encourage us ndio sababu asubuhi hii that we need to seek God's blessings. lazima tutafute baraka za We are not just after this, sio tu hii tunatafuta, not because of prosperity, sio kwa sababu ya kuendelea, but for the purpose of continuing with the word of God, lakini kwa ajili ya lengo la kuendeleza neno even la Mungu. supporting the will of God in the church. Hata vile vile kusaidia mapenzi ya Mungu kanisani. It requires a lot of sacrifice, Inahitaji kujitolea sana. and this sacrifice will only come Na hii dhabihu itakuja tu after we have released ourselves wholly to God. baada tumejitolea kama dhabihu iliyo hai. When we look at enlargement of the borders, Tunapoangalia kupanua mipaka, it goes beyond the level we are today. yana zaidi ya kiwango kile tuko nacho. It may even be dealing with evangelism. Hata pengine inazungumzia kuhusiana na uinjilisti. It can be your prayer where you are today, Inaweza kuwa ni maombi mahali ulipo that leo. may God enlarge the borders of this church, Mungu apanue mipaka yao katika that kanisa this hili. ministry may go beyond. Ili huduma hii kaende mbali. These are some of the blessings that we need, Ni baraka zile ambazo pia tunazihitaji. that we should not just remain where we are today, Tusibaki tu mahali tuko leo, but may God enlarge our tents. lakini Mungu akapanue hema May zetu. God enlarge our borders today, Wacha Mungu apanue mipaka yetu and leo. that Shalom may walk a lot of distance ahead of us, Shalom ikatembea mwendo mrefu that we may go beyond what the human beings were tukaenda imagining. zaidi ya vile wanadamu wanavyotarajia. When we focus at the third aspect that Jabez was asking, Tunapoangalia jambo la tatu ambayo Yabesi that aliulizia, you keep me away from pain. ukaniondolee mbali na uchungu. You know, there are very many things in this life that cause pain. Kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha uchungu, There are very many things even at your level. vitu vingi hata katika kiwango There are chako. very many things that can cause you pain. Kuna vitu vingi vinasababisha uchungu. I may not count them as per now, Huenda nisihesabu leo, but you can help me count them even in our minds. lakini unaweza kunisaidia kuzihesabu Even katika your akili zetu. relationship with the family members, Hata angalia uhusiano wako na watu wa they jamii, can cause you pain. inaweza kuleta shida. Your own children can cause you pain. Watoto wako wenyewe wanaweza kuleta uchungu. Even lack of money can cause you pain. Hata ukosefu wa pesa unaweza Your kuleta uchungu. husband or your wife can cause you pain. Au mke anaweza kusababisha uchungu. You know, we may be in one family, yes, Tunaweza kuwa katika jamii moja but tu, we divorced very many years ago. lakini tuliwachana miaka mingi That iliyopita. can be a source of pain. Inaweza kuwa chanzo cha uchungu. You know, Jabez does not have a lot of history, Yabesi hana historia kubwa, but his prayer alone drives a lot of us, lakini maombi yake peke yake drives a lot of very many things in our lives. yanashughulikia vitu vingi katika It maisha is yetu. a basis of breaking the camp and moving to another level. Ni chanzo cha kuvunja kambi mpaka kiwango kingine. Jabez prayed that this name does not bring a lot of pain to his life Aliomba ya again. kwamba jina lake lisilete uchungu katika maisha So yake. there is a lot of power behind the names that we Kwa have hivyo been kuna given. nguvu nyingi katika majina yale tuliyo nayo. And this may not just be touching on the African names only. Huenda isiguse tu katika hiyo ya Afrika peke yake. Even these Christian names, these English names, not Hata kuna Christian. majina mengine vile vile ya Kiingereza. Do you know the meaning of your name? Unaelewa maana ya hilo jina lako? That might be the source of the pain you are going Huenda through. ikawa ndio chanzo cha uchungu ulio You nao. know, when you are given a name like Tanga Tanga, Unapopewa jina kama Tangatanga, you know, from the interpretation you cannot stay at one place. kutoka katika hali ya kuolewa, huenda usiishi mahali pamoja. You know, when you are called by this name, Ulizaliwa na hii jina, will keep on walking from one place to utaendelea another. kutembea kutoka sehemu What mpaka is nyingine. that power that is behind your name? Ni nguvu gani zinazopatikana nyuma We ya jina need, lako? we need to reach a level and break that covenant in the name. Lazima tufike kiwango cha kuvunja Break agano that hilo. power that may be controlling our lives. Kuvunja hizo nguvu zinazowalisha maisha yetu. And it is from there that we shall now be able to walk well without pain. Na ni kutoka hapo tutaweza kutembea bila uchungu. The final statement about Jabez is this: Jambo la mwisho juu ya Yabesi ni hili, and that God granted what he asked. na Mungu alimpa kile alichoulizia. You know, God honors our prayers. Unajua Mungu anaheshimu maombi yetu, So long as we are able to pray in his will. kwamba bora tuwe tunaomba tu katika mapenzi yake. How many times have you prayed? Ni mara ngapi umeomba? He granted what he asked. Alimpa kile aliomba. So long as we are able to pray within the peripheries of God, Mradi unaombea katika mapenzi ya Mungu, in his will, katika mapenzi yake, God will always honor our prayer. Bwana ataheshimu maombi yako, Because that is what he said, maana hiyo ndio anasema that he has honored us. kwamba ametuheshimu. From Isaiah chapter number 43
43, kutoka katika Isaya mlango wa that he 45 has honored us. kwamba ametuheshimu, And just like Jabez, na vile tu Yabesi we are also honorable before God. sasa ni watu wa heshima mbele za That if Mungu. we seek his will at any time, Tukitafuta mapenzi yake wakati he wote, is able to grant us whatever we pray. anaweza kutupa kile ambacho tumeomba. I want to challenge each one of us Nataka today kuwapa changamoto siku ya that leo. we need to live beyond certain standards. Lazima tuishi zaidi ya viwango fulani. We have rotated at the same place for quite some time. Tumezunguka mahali pamoja kwa muda But mrefu. this is the time we need to make a shout to God, Sasa huu ndio wakati tunastahili kupaza sauti that kwa we Mungu, move to another level. ili tukaingia katika kiwango kingine. His name could not be anywhere in this Bible, Jina lake halingelikuwa mahali popote but katika, he reached a level and said enough is enough. lakini alifika mahali akasema It imetosha. is high time for us to say enough is enough. Sasa ni sisi kwanza kusema We imetosha. have suffered for too long. Tumeumia kwa muda mrefu. We have lived in pain for too long. Ishi kwa uchungu kwa muda mrefu. It is high time we made a step Sasa lazima tukafanya hatua and risk because of God. na tukae katika hali ya hatari kwa sababu ya Mungu. I know the enemies will look at you Najua maadui watakutazama and they will wonder how you are behaving. na watashangaa vile ambavyo uko na tabia gani. They will wonder why you are running mad. Watashangaa viwao But makuwa wazimu, it is you with God. lakini wewe na Mungu. Whatever prayer that we shall be making Maombi yale tunayafanya will go too far to help even our families. yataenda mbali hata kusaidia Will go watu to wetu, a level of even uplifting our hata generations ndafika ahead. kiwango cha kuinua watu wetu. There is this one thing that we need to know, Kuna kitu kimoja ambacho that nasema history may be so good, ya kwamba historia inaweza kuwa nzuri, history may be so painful, historia inaweza kuwa na uchungu, but we cannot change it today. lakini hatuwezi kuibadilisha We leo. are not able to change how we lived a long time ago. Hata That tu. to some level we may be destined because of hell. Wakati fulani tunaweza kuzuiliwa kwa sababu ya, We might have been booked for hell, tunaweza kuwa pengine tumewekwa kando kwa sababu ya jehanamu. but we can use this opportunity to call upon God of Israel. Tunaweza kutumia wakati huu kuita And jina that is kwa what Israeli. will change our destiny. Na hiyo ndiyo itabadilisha We have hatima the yetu. opportunity to change what is ahead of us. Una nafasi ya kubadilisha kilicho mbele yako. Because if you believe in the God of Israel, Ukiamini katika Mungu wa He will Israeli, direct you so that you change your destiny. utabadilisha hatima yako moja kwa moja. I know you have a lot of pain in the life that you have lived. Pengine una uchungu mkubwa katika maisha yako. Even your families, in our various families we have. Na hiyo ni historia. We may not change that one today. Huenda tusibadilisha hiyo leo. But do you know one secret? Lakini unajua If siri we moja, believe in the God of Israel, tukiishi na Mungu wa Israeli, we are able to change the destiny. tunaweza kubadilisha And that hatima. is what we are after today. Na sasa hilo tunatafuta. That you have the chance to change the future. Una nafasi ya kubadilisha That you hatima have the yako. chance to change from hell to heaven. Unaweza kubadilisha nafasi ya kutoka That jehanamu. you have the chance to change from poverty to prosperity. Unaweza kubadilisha kutoka kwa laana ama umaskini mpaka kule kwa. We can have the opportunity of changing the curse that has been following us Sasa unaweza kubadilisha laana ambayo and inakuandama walk in the blessings of na God. utembee katika baraka za We Mungu. can change whatever your father went through. Unaweza kubadilisha baba yake You alipitia. are called names because of your father. Uliitwa majina kwa sababu yake. You are called names because of your grandfather. Unaitwa majina kwa sababu ya babu And even yako. as we share this in Shalom Church, Kwamba tukishiriki katika it will go beyond our level today. itaenda zaidi ya That vile we may tunavyo. move with God. Ili ukatembee na Mungu. That we walk with God every now and then. Utembee na Mungu kila And wakati. seek His will at Na all utafuta times. mapenzi yake kila wakati. And that is what He will be able to grant Na us. sasa hiyo ndiyo itaweza May the Lord kutupatia. God bless you so much. Sasa Mungu awabariki sana. And that we may copy the lifestyle of Jabez. Tukaweza kufanya kama vile Of Yabesi seeking alifanya. God to another level. Kutafuta Mungu mpaka And kiwango that is kingine. what God intended us to share this Na hiyo morning. ndio Bwana alitarajia That tukaweza we change the kushiriki. history of our lives. Tukabadilisha historia ya Just maisha like yetu. what Jabez did. Kama vile tu Yabesi alivyofanya. May the Lord God bless you so much. Mungu awabariki sana siku ya leo. Amen. This is MWD Media, mwalimu wa dunia.